Karibu Juice African Story. Leo tupo kwenye matukio. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza kubonyeza neno subscribe kisha alama kengele. Pia usahau kulike na kucomment. Tunaanzia nchini Marekani. Anaitwa Billy Tipton wa USA. Huyu ni mwanamke, lakini tangu akiwa na miaka 4 alianza kujiweka kiume. Hakuna aliyejua kama ni mwanamke mpaka siri ilipogundulika alipokufa mwaka wa 1989 akiwa na umri wa miaka 74. Alioa mara 3, watoto wake 2 pia hawakuwahi kujua kuwa huyo ni mama. Billy aliyekuwa mwanamuziki alizaliwa mwaka wa 1914 huko Oklahoma, USA. Katika maisha yake yote ya ukuaji alikuwa akiishi kama mwanaume, ili hali ukweli wa jinsia yake alikuwa mwanamke. Alianza kuishi hivyo tangu akiwa na miaka 4 baada ya wazazi wake kutalakiana. Akiwa shule, Billy alijipa jina la Tipi kutokana na kupenda muziki, ndiyo akawa na swaga zote za kiume. Akaanza kubana matiti pia yasionekane, na kila mmoja alikuwa akiamini kuwa Billy ni wa kiume. Baada ya kuhitimu masomo, akaamua kufanya muziki kama kazi yake na kuzidi kujiblandi zaidi kama mwanaume, hata akajiita jina la kiume la Billy Lee Tipton. Mpaka miaka ya 1940 alipokuwa akiishi maisha yake binafsi, pia alikuwa akiishi kiume na kila mmoja alijua hili. Mwaka wa 1989 akiwa na umri wa miaka 74, Billy alipata tatizo la chronic obstructive pulmonary, ambapo mapafu yalianza kuharibika kutokana na uvutaji wa dawa za kulevya kupitiliza, na alikuwa akipuuza kupata matibabu mapema. Alipata matibabu kwa muda kisha alifariki. Baada ya Billy kufariki, ndipo ilipogundulika kuwa kumbe hakuwa mwanaume, alikuwa ni mwanamke, hali iliyomshtua pia hata mtoto wake wa kwanza William, ambaye siku zote alikuwa akijua kuwa anaishi na baba yake, kumbe ni mama yake. Kabla ya kufariki, Billy alikuwa ameoa mara 3 kwa kivuli chake cha kwamba yeye ni mwanaume, na katika wanawake hao alikuwa hajawahi kufanya nao mapenzi, akisema kuwa alikuwa na matatizo katika sehemu zake muhimu baada ya kupata ajali miaka ya nyuma. Haikujulikana ilikuwaje, lakini wakati anamuoa mkewe wa 3, tayari Billy alikuwa na watoto 2 akiwemo William, ambao wote waliishi maisha yao wakijua huyo ni baba yao, kumbe sio. Taarifa pia zinasema walikuwa ni watoto wa kufikia tu. Mkewe aliyekuwa anaishi naye alikuwa na mtoto mmoja, hivyo jumla Billy akawa na watoto 3 pamoja na huyu mmoja wa kufikia, na waliishi kwenye ndoa kwa miaka 29, huku mwanamke hajui kama Billy ni mwanamke pia. Tukio lingine, huyu ni Bibi Aisha, mwanamke wa umri wa miaka 29, raia wa Afghanistan. Baada ya kulazimishwa kuolewa mwaka wa 2006 akiwa na miaka 14, akatoroka. Kama adhabu ya kutoroka mumewe, baba mkwe na ndugu wakamkata pua na masikio kisha kumtupa milimani afe aliokolewa. Hadithi yake ilionekana kwa mara ya kwanza Disemba mwaka 2009. Ilisababisha madaktari kuandika wakijitolea kumsaidia bure. Grossman Burn Foundation huko California iliahidi kufanya upasuaji wa ujenzi wa masikio na pua yake na kuanza kuandaa visa yake mwanzoni mwa mwaka 2010. Aisha alizaliwa Afghanistan. Alianza kupata mateso mapema, akimpoteza mama yake mzazi na kulazimishwa kuolewa akiwa na miaka 12. Baada ya kukwepa kwa muda, aliolewa akiwa na umri wa miaka 14 na huko alinyanyaswa. Wakati akiwa na miaka 18 alikimbia unyanyasaji huo, lakini alikamatwa na polisi. Akafungwa gerezani kwa miezi 5 na kurudi kwa familia yake. Baba yake alimrudisha kwa familia ya mumewe alikomuoza.
Ili kulipiza kisasi kwa kutoroka kwake, baba mkwe, mumewe na watu wengine watatu wa familia walimchukua Aisha kwenda milimani, wakamkata pua na masikio yote na kumwacha afe. Aisha baadaye aliokolewa na wafanyakazi wa misaada. Muda mfupi baada ya jarida la Times kuandika habari yake, Agosti mwaka 2010, Aisha alisafirishwa kwenda Amerika kupata upasuaji wa bure wa ujenzi wa viungo vyake. Baada ya kufika California, ilibidi awe chini ya uangalizi mkali, kwani alikuwa hatarini kujiua au kujizulu. Alijengwa kisaikolojia kwa miaka miwili. Mwaka wa 2012 uundaji ukaanza. Paji la uso wake likatanuliwa kwa kipindi cha miezi kadhaa, kutoa tishu za kutosha kujenga pua mpya. Muundo wa pua yake mpya ulijengwa kwa kutumia cartilage kutoka kwa mwili wake mwenyewe, na tishu kutoka mkono wake wa kushoto pia ilitumika kwa utando wa ndani. Aisha alifanyiwa upasuaji mara 12 na kupona kabisa, kwani pua na masikio yake yalijengwa upya na kuwa na muonekano wa kupendeza. Hivi sasa anaishi Maryland, USA. Aisha anasema anatamani kuwa afisa wa polisi. Jina langu naitwa Juice Danger. Ni follow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ.